katika jina la Yesu. Jioni ya leo ninaomba ulitume neno lako, ulitume neno lako, neno litakalolitoa kwenye hayo machozi, kwenye huko kushindwa, neno litakalolitoa kwenye huko kuangamia kwangu, neno litakaloniinua tena kutoka kwenye shimo lenye utelezi. Bwana, litume hilo neno asubuhi, jioni ya leo, jioni ya leo. Nenda mbele za Bwana, naomba mwambie Baba, niko mbele zako jioni ya leo, nimekuja kwako, sijaja kwa mwanadamu, sijaja kwa mwanadamu. Ninaomba Bwana, wewe Mungu uonaye siri, uonaye mahali ninapopitia, ninaomba Bwana unitume neno lako kwa ajili yangu jioni ya leo, nitoe kwenye shimo lenye utelezi, niweke miguu yangu mwambani. Rapa sadaka, mwambie Baba nitumie hilo neno, nitumie hilo neno. Umeona mahangaiko yangu, umeona vile nilivyotaka kwenye huo utelezi, umeona Bwana huo udhaifu nilionao, umeona huko kuanguka kwangu na kuteleza kwangu. Bwana nitumie neno lako jioni ya leo, litakalonisimamisha, litakalonisimamisha jumla kwenye maisha yangu. Mwambie Baba, inawezekana umeona namna mambo yanaenda kutoka kwenye hiyo dhambi, kutoka kwenye hiyo masturbation, kutoka kwenye huo uzinzi, nimehangaika mwenyewe kwa akili zangu. Bwana siweza, neno lako ni ngazi, neno lako ni ngazi. Bwana nitumie neno lako jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana niko tayari kulipokea hilo neno, ninaomba litume tena. Nitakalolitoa kwenye ila shimo hilo Bwana utelezi. Bwana nimeteleza kwa muda mrefu, wewe Bwana uonaye siri, shakuza na leo, litume hilo neno Bwana, litume hilo neno jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema tena Baba, katika jina la Yesu. Sema tena Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa Roho Mtakatifu anayetawala mahali hapa. Mwambie asante kwa Roho Mtakatifu anayetawala mahali hapa. Roho wa Bwana, achilia mafuta mapya tena ya ufunuo wa neno juu ya mtumishi wako anayepata kusimama jioni ya leo tena kwa ajili ya kutuhudumia. Bwana, tumia kinywa chake jioni ya leo. Mwambie Baba, achilia mafuta, nenda mbele za Bwana. Mwambie Baba, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, achilia mafuta, achilia mafuta, mafuta ya ufunuo wa neno jioni ya leo kutoka kwa mtumishi wako Bwana, yale mafuta ya ufunuo wa neno kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Achilia mafuta, achilia mafuta jioni ya leo, mafuta ambayo yatatupa usikivu wa kulisikia neno lako jioni ya leo, mafuta ambayo yatavunja ndilo, yataondoa kila ukiziwi kwenye masikio yetu. Achilia mafuta katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unaweza kumshangilia huyu Yesu. Sina budi kuendelea kutokea hapo. Kwa hiyo tutaenda moja kwa moja katika neno la Bwana. Litakuwa na ujumbe ambao inaandika hapa, to be empowered by God, to be empowered by God, kuwezeshwa na Bwana. Kwa Kiswahili, kuwezeshwa na Bwana. Roho Mtakatifu mwaminifu sana, na tumeomba hili jambo kwa pamoja. Kwa hiyo ninaamini kabisa kadri ambavyo tutakuwa tunaendelea, tutakuwa tunaelewa kwamba kila ambacho tunakiomba ni Bwana anakuwa anakifanya. Amen. So kwa Mungu, kwa sababu ya nini nafikiri tunaelekea ile sauti ya kwako pale. Yeah. So tutakuwa na muda sasa mzuri kwa kulisikia neno la Bwana kutokea kwenye kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3. Mungu tufungue wote kwa pamoja hapo na tuanze sasa jambo letu. Bwana
jioni ya leo. Nasema letu ni kuwezeshwa na Bwana, to be empowered by God himself, to be empowered by God himself, kuwezeshwa na Bwana. Sasa Yeremia 33, kama tumefika kwenye simu zetu, kwenye Biblia zetu, chochote ambacho kinakupa access ya kusema au kusoma na unaweza ukakitumia tu, wala hakuna shida kabisa. Maandiko yanasema, niite nami nitakuitikia, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Mambo yote magumu. Naweza kuanza kuandika sasa, au tutarudia tena andiko letu. Anasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. So mambo yoyote ambayo ni magumu, mambo yoyote ambayo ni magumu yanahitaji uwezesho kutoka kwa Bwana. Naweza kuandika hivyo. Mambo yoyote ambayo ni magumu, yaliyo nje na uwezo wa kibinadamu wa kawaida, ili tuyafanye tufanikiwe, tunahitaji kuwezeshwa na Bwana. Amen. Na kila kitu kinachofanyika hapa ni kwa mkono wa Bwana. Amen. Ni kwa uwezesho wa Bwana. Na natamani sana, kwa sababu binadamu wengi tuna tabia ya kujitukuza kwa vile ambavyo tunavifanya. Tunataka tuonekane, tunataka tusifiwe. Kuna kipindi fulani kwenye wimbi fulani lilokuwa linaendelea nchi fulani, nilisikia watu wengi sana wamekuwa na mambo ambayo wanatarajia kabisa kuona yanatokea kwa jinsi ya namna ambavyo walikuwa wanayasema, lakini mwisho wa siku yale mambo hayakutokea. Sasa Mungu aligundua siri moja, akasema hivi, kwa sababu mliona mtayafanya mambo sawa sawa na uwezesho wenu, sawa sawa na uwezo wenu, kwa nguvu zenu, kwa akili zenu, mimi Mungu ambaye ninakaa juu ya vyote, ninayejua mambo kuanzia mwanzo mpaka mwisho, siwezi kushare utukufu wangu na mwanadamu. Kwa alichokifanya Mungu, alinyamazisha kila kelele, akanyamazisha kila sauti, halafu akasema haiwezekani, kwa sababu watu walitaka kuchukua nini? Utukufu. Kwa hiyo kwenye mambo magumu yoyote ambayo yako nje na uwezo wa kwetu, huwa tunahitaji msaada wa Mungu ili yawezekane. Lakini pia jambo la pili, tunaandika sasa, tuko darasani. Jambo la pili, utukufu wa Mungu utabaki kwa Mungu endapo mtu atamtukuza Mungu kupitia mambo magumu. Utukufu wa Mungu utabaki kwa Mungu endapo huyo mtu atamtukuza Mungu kupitia hayo mambo magumu. Kwa hiyo jambo lolote ambalo unajua kabisa sio kwa akili zako, sio kwa uwezo wako, unapaswa kufanyaje? Kumrudishia Bwana utukufu, na sio kujirudishia utukufu wewe, na sio kujisifia wewe kwa sababu umefanya kwa sehemu fulani. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hiyo sasa inabidi uwe makini sana wakati wote. Uwe makini sana wakati wote kuhakikisha kwamba chochote unachokifanya, mtukuze nani? Mungu. Andika sentensi. Kumpa Mungu utukufu katika maisha yako ni ishara ya kumruhusu Mungu kufanya tena yasiyowezekana kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, nitaomba nirekebishie kidogo hii kitu. Nirudi hapa katikati kidogo, sababu naona huko imekaa vibaya kidogo tu, alafu nitamwambia. Sasa uwezesho wa nguvu za Mungu, uwezesho wa nguvu za Mungu, uwezesho wa nguvu za Mungu unapatikana pale tu tunapoamua sisi wenyewe kwa akili zetu timamu kumpa Mungu tukufu. So kuna vitu haviendi kwenye maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu tulitumainia akili zetu, uwezo wetu, tukashindwa kumpa Mungu utukufu. When you glorify God, God is pleased with your glorification. Ukimtukuza Mungu, Mungu anapendezwa na anafurahishwa na ule utukufu ambao umemtukuza. Kama unanielewa sema amen. Sasa kuna vitu vigumu rafiki yangu. Yaani huwa nikipima
kwa hesabu ya kuweza kukusanya watu 60,000 wakaja kumsikia Mungu. Sio nguvu zangu. Sema sio nguvu zetu. Sema sio nguvu zetu. We need God. Hivi unaelewa vizuri kuwezeshwa na Bwana. Kuwezeshwa na Bwana maana yake wewe umefika mwisho. Umefika mahali ambapo umesema siwezi. Sasa wanadamu tuna tabia moja ya kujitukuza sisi. Ndio maana hatuoni utukufu wa Mungu, hatuoni kuwezeshwa na Mungu, hatuoni kupewa nguvu na Mungu kwenye mambo ambayo tunafanya. So from today, mwambie jirani yako, mpe Mungu utukufu kwenye kila jambo. Mwambie tena, mpe Mungu utukufu kwenye kila jambo. Baba ni shahidi. Hapa ilikuwa juzi jana, yule ndugu alikuja, sitasema alichokisema, lakini kwa kila alichokisema unaona kabisa huyu ni Mungu Bwana. Si unaelewa vizuri? This is God. Na Mungu ataendelea kutukuzwa huko. Weza kwa hila au sio kwa hila. Maadamu sisi tumeamua kumpa nafasi ya kutuwezesha katika jina la Yesu. As long as tumempa nafasi ya kumwezesha, watu watamtukuza pamoja na sisi katika jina la Yesu. For this guy is very powerful, kwamba anazo nguvu za kuhakikisha kwamba hakuna chochote kinachoshindikana. Tumetoka kuimba, je, kuna neno, kuna neno, kuna neno. Sinaelewa vizuri. Usiloliweza hakuna. Majibu ni nini? Hakuna kwa Mungu, hakuna. Kukusanya maelfu ya watu linawezekana katika yeye atutiaye nguvu. Sema amen. Kuwa na fedha za kutosha kuendesha huduma inawezekana tukiwezeshwa na Bwana. Maisha yetu kuwa mazuri yakawa ya furaha na amani, tukaishi bila madeni, tukaishi bila wasiwasi, inawezekana tukiwezeshwa na Bwana. Kupata kazi nzuri ambazo zitatupa faida kwenye maisha, tupige hatua kubwa na watu waone, wamtukuze Mungu wetu, inawezekana tukiwezeshwa na Bwana. Mwambie jirani yako, penda kuwezeshwa na Bwana. Usitumainie nguvu zako. Mwambie tena, penda kuwezeshwa na Bwana. Usitumainie nguvu zako. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho utakifanya mbele za Mungu kwa ajili ya utukufu wake na kwa ajili ya watu kugeuza maisha yao isipokuwa tumewezeshwa na nani? Na Bwana. Andika sentence. Mabadiliko yote, any changes you need in your life, you need God to bring them. Mabadiliko yote unayohitaji kwenye maisha yako, unahitaji Mungu ayalete hayo mabadiliko. Mabadiliko yote unayohitaji kwenye maisha yako, unamhitaji Mungu ili kuyaleta hayo mabadiliko. Maanake huna chochote cha kufanya, na hii ndio level ya mwisho ya mafanikio ya mtu akiwa pamoja na Mungu. Afike kiwango aseme hivi, chochote nitakachokifanya Mungu kwanza. Chochote nitakachokifanya Baba kwanza wa mbinguni. Chochote kitakachofanyika ni Baba amefanya. Chochote nitakachonia kufanya ni Bwana amefanya, ameniwezesha ndani yangu kwenda kukifanya. So tunahitaji mabadiliko yoyote kwenye maisha yetu. We need God. Niko najaribu kutafuta kwenye baadhi ya maeneo wakati Bwana ananifundisha hiki kitu. Sio naelewa vizuri. Na nikupe siri tu ya Mungu huwa analazimisha, sema kulazimisha. Hata kama mtu hutaki, atakulazimisha. Na hii naipenda kwa sababu binadamu siku moja tulikuwa tunaomba kwa habari ya spirit ya mnyama anaitwa mbuzi, si ndio? Mbuzi ni mbishi. So mwanadamu pia anaitwa kitu kinaitwa kiburi. Sio ni lazima. Sasa kiburi cha mwanadamu kikifika mwisho, Mungu ambacho anakifanya, anamleta kwenye zero kiburi. Sawa? Halafu anamwambia sasa tunaanza. Huyu mtu kama Bwana atamspea, atampa nafasi ya kuishi, atamtengeneza, alafu ataanza kumpitisha kwenye njia zake mpaka ifika wakati aseme kabisa, bila wewe siwezi. Sasa ndio yeah. Yaani ifika wakati mtu mwenyewe aseme bila Yesu mimi siwezi. Kwa nini? Kila jambo linamhitaji Mungu. Sasa kuna watu, kwa sababu nilikuwa nawaza kwenye baadhi ya maeneo kwamba kuna watu ambao wanafikiri kwamba kushinda dhambi ni kwa sababu ya nguvu zao. Sio kweli. Mwambie jirani yako sio kweli. Tunaweza tukakufundisha namna ya kushinda dhambi. Kanuni ya kwanza, kanuni ya pili, kanuni ya tatu, kanuni ya tano, ya sita, ya saba, ya nane. Alafu zote zikafika
Lakini Bwana akikufundisha, dhambi utaiona takataka. Sema takataka. Sema takataka. Bongo flava utaziona takataka. Kwa sababu umewezeshwa na Bwana kuchukia bongo flava, kuchukia dhambi, kuchukia alifanya kwenye maisha yako. So we need to be empowered by God himself. Sema amen. Sasa kwenye dhambi kwa mfano, mtu anaweza akatubu kabisa. Ndio maana usiwe na haraka na watu. Mwambie jirani yako usiwe na haraka na watu. Wako kwenye matengenezo, wanawezeshwa na Bwana. Maandiko yanasema usiwe mwepesi kufanyaje? Kukasirika. Kwa sababu Mungu wako lazima wapumbavu. Lakini pia anasema hasira hukaa katika kifua cha mtu mpumbavu. Kwa hiyo usiwe mwepesi kukasirika, kuwakasirikia watu pale Mungu anapokuwa anawachonga. Mwambie tuko kwenye karakana ya kuchongwa. Mwambie jirani yako tuko kwenye karakana ya kuchongwa. Mwambie tena wote tunahitaji kuwezeshwa na Bwana. Nilisoma jana mahali nikacheka sana. Nikasema hivi watu wanautani. Akasema mwaka wa kwanza kwenye ndoa, mwanaume atazungumza, mwanamke atasikiliza. Phase 1. Mwaka wa pili kwenye ndoa, mwanamke anaanza kuongea, halafu mwanamume anasikiliza. Mwaka wa tatu kwenye ndoa, wote wanaanza kuzungumza, halafu wanagombana. Halafu wanne niambie inatokeaje? Simalizi, nitakumalizia siku nyingine. Sasa ndoa ambayo haiwezesha inaweza kupitia mgogoro mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Na hawaji kusoti. Sio lazima hawaji kufanyaje? Hawaji kusoti, hawaji kutatua hiyo changamoto ambayo iko kwenye maisha yao. Kwa nini? Kwa sababu hawajakubali kuwezeshwa na nani? Na Bwana. Hawajakubali kuwezeshwa na Bwana. Kwa hiyo kwenye ndoa, kwenye eneo lolote, kubali kufanyaje? Kuwezeshwa na Bwana. Sasa kipindi cha 4 kama hamna Yesu, kama hamwezeshwi na Bwana, nimewewe nimwambie tu. Kipindi cha 4 hawazungumzi, hawasikilizani. Mwingine anaingia jikoni, mwingine anaingia chumbani, anarudi na mwangalia mwenzake. Sema tunahitaji kuwezeshwa na Bwana. Kitabu changu cha ndoa kama kanisa tutakipenda. Amen. Niko na Bwana, siku ya ndoa yako tunakizindua. Mwambie jirani yako kitabu kitakuwa cha moto. Hajawezeshwa na Bwana kusema, mwambie kitabu kitakuwa cha moto. Watakipenda wengi na kitaponya ndoa nyingi. Moja kati ya mambo Bwana ananiita pia kwenye ndoa, sawa? Tukishaingia kwenye ndoa pata changamka vizuri. Amen. Sasa watu wasiompa nafasi Mungu kwenye hayo maeneo ambayo hawawezi kubadilika, hawawezi kufanikiwa, hawawezi kupiga hatua. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yupo kwa ajili ya kuwawezesha. Mungu yupo kwa ajili ya kuwaonyesha njia ya kupita. Mungu yupo kwa ajili ya kuwapa maelekezo wapi kupita. Hili andiko ni kubwa sana. Nikikaa hapa tutakata risala nzima. Naomba nisome tena alafu tuendelee. Anasema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyaweza. Sentensi nyingine. Yale usiyoyaweza. Yale usiyoyaweza. Andika tu. Usichoke. Mimi ni mwalimu, nimesoma by professional kabisa. Yale usiyoyaweza, unamhitaji Mungu kukuwezesha ili yawezekane. Yale usiyoyaweza, unamhitaji Mungu kukuwezesha ili yawezekane. Maana yake pasipo Mungu haiwezekani kufanya chochote. Display hapo andiko la kitabu cha Yohana sura ya kwanza kabisa. Yohana mtakatifu sura ya kwanza kabisa. Alima nosketelia branos kata. Yohana mtakatifu sura ya kwanza. Unafurahia? Niko natembea kwenye ufunuo wako mtu wa Mungu. Hamna shida, tuendelee. Yesu ni Bwana. Yohana sura ya kwanza. Rate libranos kata. Unajua unaona Elaya kwa roho wote. Hiyo ni nzuri. Hiyo ni nzuri. Anasema hivi, hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Kwa hiyo maana yake jumla ya mambo yote yasiyowezekana. Jumla ya mambo yote yasiyowezekana. Tunamhitaji Mungu ili yawezekane. Mtarudi kidogo hapo nilipokuwa nafufunia. Anasema hivi, vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye. Mwambie jirani yako, pasipo Mungu huwezi kufanya chochote.
kidogo kwenye vitu, kwa sababu ukiliche the time unafikiria, unasema hivi, kwa nini nilichelewa? Unajua kuna muda maarifa yanakuja, alafu unasema hivi, haya maarifa ningeyapata miaka 3 nyuma, si ningekuwa mbali. Haya ni majira yetu kuchomoka kama mshale, kupenya kila mahali ambako adui alikuwa ameweka giza, na hakuna giza litakalotuzuia katika jina la Yesu. Yes. Kwa nasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo hakikufanyika chochote kilichofanyika. Alafu nasemaje? Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Popote kuliko na giza, popote kuliko na kizuizi, popote kuliko kumekaa kizuizi ambacho kinaitwa giza, hilo giza ukiwezeshwa na Bwana litakupisha katika jina la Yesu. Hilo giza ukiwezeshwa na Bwana litapisha katika jina la Yesu. Na Bwana anaenda kukupa sauti katika mji, utasema na utasikika katika jina la Yesu. Anakupa sauti kwenye biashara kwa jina la Yesu, kwa sababu atakuwezesha, na anasema sitakuacha hata utimilifu wa damu. Hata kuacha, atakuwezesha. Mwambie jirani yako kuwezesha na Bwana. Atakuwezesha. I am sure this. Atakuwezesha. Kwa hiyo pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyaje, kilichofanyika. Twende 15. Yohana Mtakatifu 15 mstari wa 6, wa 7 na wa 8. Maandiko yanasema, mimi ni mzabibu, tuanze 7. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mwambie tena jirani yako, pasipo Yesu hatuwezi kufanya neno lolote. Una changamoto gani? Ni pesa? Ni madeni? Ni afya? Ni uchumi? Ni ndoa? Ipeleke kwa nani? Kwa Bwana. Peleka kwa Yesu. Anza kuona tabasamu juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Yesu anakuwezesha tena katika jina la Yesu. You will never fail in your life in the mighty name of Jesus. Hautafail. So, ukimpa nafasi Mungu kwenye kile neno. Wakati tukiwa Legioni, nilitoa ushuhuda mmoja, kama mlitusikiliza, nilitoa ushuhuda mmoja. Nikasema hivi, kulikuwa na tajiri mmoja ana ghorofa kama 4, 5, 6. Sasa yule tajiri akawa ametembelewa na mashahidi wa Yesu, watu waliokoka, watu ambao ni ambassadors wa Yesu, wanamhubiria Yesu. Na unajua wakati mwingine tusipokuwa tumjui Mungu, huwa tunaongea tu maneno ya kawaida, lakini tunakuwa hatujajua kwamba yale tuliyoyasema ndivyo atakavyotokea. Ndio maana kama mtakatifu wa Bwana, kuwa makini na kile unachokisema. Sasa yule mtu akawa amehubiriwa, akasema hivi, Yesu akae kwenye nyumba yangu hii. Ila nimekumbuka kuna ghorofa moja kule juu ambaye haina chochote, kwa hiyo anaweza akakaa huko juu. Sasa wale watu waliondoka, yule mwenye ghorofa akabaki. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, yaani akaanza kupata changamoto. Mara anachapa, mara anapigwa. Sasa akasema labda ni floor ya kwanza tu ndio kuna changamoto, ngoja niende floor ya pili. Akaenda floor ya pili na akachapa za kutosha. Na anapigwa na watu ambao ataona. Akaenda floor ya 3. Akaanza kuota ndoto za ajabu. Na anataka kukimbia hami nyuma. Sasa akasema kuna floor imebaki kule. Sasa akapanda kule. Ile siku aliyopanda kule floor ya 4, alilala maisha shwari kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kule ndiko Yesu alikuwa amefanyaje? Amekaa. Kwa hiyo mahali unapompa nafasi Mungu, unapata amani. Mahali unapompa nafasi Mungu kwenye mambo unayofanya, anakuwezesha na unafanikiwa. Kwa umemweka wapi Mungu? Sasa akae ndani yako. Mwambie jirani yako akae ndani yako. Akae ndani yako. Maana akikaa ndani yako, hata maamuzi atakuwa anakufanyia. Hata vitu vya kufanya atakuwa anakuelekeza. Fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Kama unanielewa sema tena amen. Kwa nasema pasipo Yesu, pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote, jambo lolote. Kwa mtu asipokaa ndani yangu, tupwa nje kama taa na kunyauka, watu yakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu, sikiliza sasa ladha yake hapa. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, na
mambo yote yanawezekana kwa Mungu. Mambo yote yanawezekana kwa Mungu. Marko 9:23. Sasa nitakuonyesha experience moja ambayo wengi wao tunaipitia, na usijisikie vibaya sana kama uko kwenye hiyo hali. Ni vile tulikuwa juu. Nikisimama hapa, hatari moja nilionayo. Nikisimama hapa nikakufundisha kwa habari ya jambo fulani, alafu hilo jambo mimi nikitoka hapa nisiende kulifanya, nimepiga mweleka mkubwa mno. Si tunaona zile? Nikikufundisha jambo, alafu nisiende kulifanya. Hata kama ni mwimbaji unatoa huduma kwa watu. When you come here and tell us about giving, ukija hapa ukatuambia kwa habari ya utoaji, anza kutoa wewe. Yaani wewe mfano kwenye kutoa, utapata matokeo na maisha yako yatabadilika. Sasa kuna muda tunabaki kwa vibao vya kuelekeza wengine, alafu sisi hatubadiliki. Kibao cha shule ya msingi uione au cha sekondari uione, kipo pale, hakija kuingia hata darasani hata siku moja. Kwa nini? Kimeelekeza tu, chenyewe akisoma. Sasa kuna watu ni vibao. Unajua kibao maana yake nini? Unapokea vitu alafu vikusaidie. Na ninakataa. Usio mtu ambaye utatembea na upako wa Bwana, usio kusaidia wewe. Upako kusaidia wewe kwanza, mafuta kusaidia wewe kwanza, alafu yasaidie na wengine. Hiyo neema ya kusaidiwa na Bwana kupitia mafuta yake iwe juu yako katika jina la Yesu. Maana unapompa nafasi Mungu ataanza kusaidia kwanza wewe kabla ya watu wengine. So tunajaribiwa, unaimba hakuna gumu asiloliweza, alafu kwako kuna magumu. Hujawahi kumpa nafasi kwenye magumu. Mpe nafasi kwenye magumu katika jina la Yesu. Mpe nafasi kwenye uchumi katika jina la Yesu. Mpe nafasi kwenye ugonjwa katika jina la Yesu. Nimerudi kwenye tatizo la magonjwa. Magonjwa sitaki hata kusikia. Sitaki hata kusikia. Nishamkabidhi Bwana. Sitaki hata kusikia kwa habari ya kuumwa, na siwezi kuumwa kwa sababu afya yangu nishampa Bwana na yeye akanipa ya kwake. Ninaumwaje kwa mfano? Siwezi kuumwa. Kwa hiyo kwa habari ya magonjwa pia hakuna lisilowezekana kwa nani? Kwa Bwana. Yote yanawezekana. Marko 9:23 anasema Yesu akamwambia, leo display imegoma kabisa. A connection. Okay. Don't worry. God is good. Tajitahidi kusomea vizuri. Anasema Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake amini. Sasa turudi kwenye Mathayo. Nikuonyesha sasa pale ambapo upasi kuwa kibao cha kuelekeza wengine alafu wewe mwenyewe unateseka. Upasi kuwa kibao cha kuelekeza wengine alafu wewe mwenyewe unateseka. Angalia 21 mpaka 23. Au tutasoma 24 mpaka 29. Mathayo 7:21 mpaka 23, 24 mpaka 29. Tunamaliza mapema kwa sababu kuna mkesha watu wa Mungu. So nivumilie na spidi yako hapa. Na wala ambao mtapenda kwenda mkesha pamoja na sisi, we shall go together. Amen. Anasema si kila mtu, mstari 21 Mathayo 21 mpaka 23, alafu 24 mpaka 29. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Afanyaye mapenzi ya nani? Ya Baba yangu aliye wapi? Mbinguni. Sasa moja kati ya mapenzi ya Baba aliye mbinguni ambayo nataka kuyafanya ni kutokutanguliza kifua chako mbele. Sikiliza, nakupa mfano sasa. Nakupa mfano. Okay, sawa. Anyway, nitaka ni display mfano mzuri. Kwamba mimi mchungaji niko hapa. Sawa. Tuko kwa mama. Njoo mtumishi wa Mungu. Pastor Obi. Nimembatiza leo. Sawa. Pastor Obi. Simama hapa. Alafu njoo mtumishi wa Mungu baba. Leo tumevaa pink. Come. Chukua box la betri pale. Kiboksi kipakti kimoja cha betri. Nataka nitoe mfano. Sasa simama pale. Alafu nilenge vizuri mgongoni. Nataka display kitu. Watu ambao watu tunaanza kumpa nafasi Mungu. Alafu tunajipeleka sisi. Ayarusha. Piga kabisa mgongoni. Haya. Hiki alichonipiga kimemgusa Pastor Obi. Kwa maana yake mimi mchungaji nikisema hivi, yaani yeye sasa au akisema Mungu hamtaki au yeye akija hapa, chukua tena hicho kigamani hicho. Haya, piga. Mimi si nipo huko. Huyo atafanyaje? Atapigwa na hicho kitu. Piga kurusha. Haumii. Haya, rudi.
Mfano umeeleweka? Umeona eh? Sasa wewe kwenye mambo sisi tunatanguliza kifua mbele. Kwa hiyo risasi zinapokuja zinatutandika sisi. Ila ukimpeleka Bwana, yaani wewe hata kushtuka, ila imegonga wapi? Mgongoni huko kwa Mungu. Ila mimi sio Mungu. Anasema nimepiga kichwani. Pole mtu wa Mungu. Nimedisplay balance. Sasa hapa anasema hivi, si kila mtu aniambie Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu, bali ni afanyie mapenzi ya babangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Sikiliza, ni kweli umefanya muujiza, ila baada ya hapo hey, Mungu anasema ni wewe ndio ulifanya. Umejipa utukufu wewe. Umechukua utukufu wewe. Mungu anasema subiri. Unaalika mkutano mkubwa na watu wanajaa. Halafu zinakuja wheelchair 7. Umefunga 7 kapu na umetoka kwenye maombi yale kapu yale, ukianza kuungurumu ukaza mkuu hivi, watu wanasikia speaker zinatetemeka. Hapo Mungu anasema hivi, leo sitokee. Kwa sababu mara ya kwanza nilifanya ukachukua wewe. Kwa hiyo siku watu watarudi na wheelchair zao. Kwa sababu tunaweza kushangaa, mbona leo sielewi? Ulitanguliza akili zako. Ulijipa nafasi wewe. Uliweka utukufu kachukua wote wewe. Badala ya kumpa nani? Bwana. Kwa hiyo siri ya kuwezeshwa na Bwana ni kutambua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Na sio tu kutambua nafasi, kutambua nafasi ya Mungu kwenye kila jambo unalolifanya kwenye maisha yako. Mtu mmoja kama amenielewa, mpigie Bwana Yesu makofi. Ukitambua nafasi ya Mungu sasa kwenye hayo unayofanya, huyu Mungu sasa kila siku, alafu kuna miujiza mingine hata itakuwa inatokea wewe hata hujui. Si unaelewa zile? Hata ufahamu kama muujiza umetokea. Ile unashangaa mtu amepona. Miujiza ambayo sasa hivi natembea nayo ni ajabu, ni ajabu. Si unaelewa? Juzi mtu amepiga simu, alafu sijui namba yako ameipataje. Na muuliza umepataje namba? Au tulikuwa tunahubiri, akasema nimeikuta tu kwenye simu. Na nitakuja Jumapili kanisani. Huyo dada anaitwa Diana. So Diana tutakuwa naye Jumapili mahali hapa. Sema amen. Sasa hapo nisema ni mimi. Sawa. Nikisema ni mimi. Mtu mwenyewe ameshuhudia akasema sielewi imekujaje. Na amekuwa mwaminifu, anapiga simu. Pastor, ndio wale watu ambao Mungu anakuletea hapo anasema, "Huyu nilimleta mimi." Okay, Mungu anasema sawa. Na muondoa. Mungu akikuletea watu wenye hela, anza kwanza kumtukuza yeye. Halafu watu watadumu kwenye maisha yako. Mungu akakupa kipawa cha kutumbia hapa, iwe ni kwa ajili ya utukufu wake kwanza. Halafu watu unaowabudisha watakumbukika. Na utaona kama Mungu. So bila kumpa Mungu nafasi, bila kuwezeshwa na itakuwa kazi. So tumalizia hapo kwenye Mathayo, halafu tuendelee vipengele vichache ambavyo nafikiri safari kama point tu za kusaidia kuvuka kwenye hili eneo la kumpa Mungu nafasi na kuona namna ambavyo anaweza kukuwezesha kwenye maisha yako. Sasa nasema ndipo nitaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kama ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Jina la Yesu limefanya kazi, ila Mungu anasema sikujui. Twende sasa 28. Kuyafanya mapenzi ya Baba. Bali kila sikia haya maneno yangu na kuyafanya, atafananisha na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imeweka juu ya mwamba. Mwamba ni nani? Yesu. Huwa nampenda mtu mmoja anaitwa MC Madevu. MC Madevu ni entertainer. Ila huwa sasa hivi ameshahama uchekeshaji wake. Anafundisha sana mifano ya Biblia. Utakuta anaelezea Samsoni, anaelezea nani, anafundisha vizuri ile hapo. Kwa hilo naomba utukufu Mungu. Na muda mwingine anachukua watu wanakwaya anaenda nao studio, labda timu fulani ya kwaya anaenda nao studio, wanapiga pale mapambi ya kutosha, wanamwabudu Bwana, alafu baada ya hapo anatoa mifano yake sasa. Ile mifano inawasaidia wengi. Alafu anapenda kusema Jesus mwamba sio mwamba. Alafu watu mnasemaje? Hamjanielewa. Jesus mwamba sio mwamba. Hamjanielewa bado. Jesus mwamba sio mwamba. Hapo sasa tumeelewana. Sio ndio? Yule jamaa anampenda sana. Kwa unakuta anampa utukufu Yesu. Najifunza kinasema hata huyu jamaa kweli. Sasa anasema aliokoka siku moja akiwa uwanjani. Kwa wale watumishi wa Mungu ambao chini wanatumikia Mungu na wanamjua Mungu vizuri. Akisema mahali akisema mvua inyeshi. Kwa mfano,
tunamshukuru Mungu aliyetusikia siku ya ushuhudiaji. Mvua ilinyesha kuanzia asubuhi, ile imefika tu jioni. Baada ya ile injili, gari imetoka hapo imeenda nyumbani, ikaanza. Bwana alitusaidia siku ile. Sasa hiyo siku mpira unachezwa, nafikiri mtoa ushuhuda. Yule jamaa aliokoka hiyo siku, mtumishi wa Mungu alisema, "Baba, ninajua ninahubiri injili, na hii injili ni mapenzi yako. Na hawa wanaonisikia ni watoto wako ambao wanapaswa waokoke. Kwa hiyo ninanyamazisha mvua kwa dakika zote ambazo nitakuwa nahubiri." Alafu mvua ikanyamaza. Baada ya mahubiri dakika 45 zimeisha, mvua ikaanza. 10,000. Anasema ilinyesha 10,000. Nyingi hiyo. Sio unaelewa? Hadi waliokuwa uwanjani wanacheza bila ukafa. Siku moja Mungu atakuwa anafanya muujiza. Inaibuka mvua ya ajabu. Alafu watu hawana sehemu nyingine ya kwenda. Inabidi waje kanisani kusikiliza neno kutokea hapo uwanjani. Sema amen. Imekuwa katika jina la Yesu. Tunaamuru kwa jina la Yesu. Sio elewa zile. Imai kutokea. Wao mpigie Bwana makofi. Yaani watatoka, watakuja huko ndani. Natokea kitu cha ajabu tu na mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, huyo mwisho anajaa ndani. Sema anakaza. Sema anakaza. Sema nguvu ya kulazimisha. Sema kuwezesha na Bwana. Itakuwa hivyo. Kama ishatokea itatokea tena na tena na tena. Sema amen. Kwa hiyo tukijenga juu ya mwamba huu, hakuna litakalokuja likawa gumu kwetu. Tunaona vizuri? Hakuna litakalokuja likawa gumu kwetu. Na watu wanaotegemea wanadamu, Mungu anawaaibisha. Wanaotegemea akili zao, Mungu anawaaibisha. Sema sitaaibishwa. Sikubali kuaibishwa. Nitampa Mungu tukufu. Nitawezeshwa na yeye. Sasa, nitaanza kueleza pointi moja baada ya nyingine katika haya ambayo nataka tuyaone hapa. Jambo la kwanza litakalo kuwezesha, nguvu yake iko kwenye kuwezeshwa kutoka kwa Mungu. Sasa ni neno kutoka kwa Mungu. Hizi pointi inawezekana tunazisikia kila siku, neno la Mungu, sijui kitu fulani, ila leo nitakuelezea kwa namna tofauti. Sasa nitakuelezea kwa namna tofauti, na naamini tukimaliza hapa, tukitikisa kidogo mbingu zitaachilia upako juu yako, na Bwana atayajibu maombi yako na atakuwezesha katika yote magumu ambayo umekuwa uyawezi. Sema amen. Sema amen. Yeah. So jambo la kwanza ambalo litakuwezesha kuwa na nguvu, au kianzio cha nguvu, ni neno la Mungu. So neno la Mungu linazo nguvu za kuwezesha. Sasa hapa kuna kitu ambacho Bwana alikuwa ananisemesha. Akaniambia, njaa ya Mungu ikiongezeka ndani yako, kiu na njaa ya mambo ya dunia, haya mambo ya dunia lazima ifanyaje? Kata. Sio, umepata hiyo point? Njaa, vitu vya kibinadamu vya kawaida vina nguvu kwenye maisha yako kwa sababu umevipa nafasi na vimeua njaa ya kumtafuta Mungu. Sasa hili neno halipatikani na halikuwezesha. Nisikilize kwa makini sasa. Neno la Mungu halitakuwezesha, halitaachilia nguvu juu ya maisha yako kama hutakuwa na kiu na shauku nalo. Sio, umeelewa vizuri? Mwambie jirani yako, kuwa na shauku na neno. Kuwa na kiu na neno. Wale watu ambao tumezoelea kwenye neno, yaani tumeloea kwenye neno, tunaogelea huko. Leo utakuta tuko kwenye Zaburi tunaibuka. Mathayo, sio, umeelewa? Waefeso, Wakolosai, Matendo ya Mitume, Yohana, Mathayo, yaani tunaibuka tu kuna huko. Sio, umeelewa? Tunazunguka huko. Kwa nini? Kwa sababu tulishaamua kuloea kwenye nini? Kwenye maandiko. Sasa andika Ezekiel sura ya 2 na mstari wa 2. Neno la Mungu kama kiwezesho. Kwa njaa kwako inapokuwa inaongezeka, ili ife hiyo njaa ya mambo yako binafsi, inabidi ongeze njaa katika neno la Mungu. Ili njaa ya mambo ya duniani. Kuna njaa kubwa ya mambo ya duniani kwa sababu njaa ya mambo ya Mungu haipo. Sasa Ezekiel hapa anasema hivi. Ezekiel sura ya 2 na mstari wa kwanza na 2. Ezekiel 2:1-2 anasema hivi, akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nao. Nami nitasema nao. Sasa ndani ya neno la Mungu kuna roho ya uwezesho. Sawa? Mwambie jirani yako, badilisha tabia. Mwambie badilisha tabia ya kusoma neno la Mungu. Badala yake anza kula neno la Mungu.
Kwa neno la Mungu liwe nini? Chakula. Sema chakula. Sema chakula. Anasemaje? Naye aliposema nami, Roho ikafanyaje? Kaniingia. Sawa? Akanisimamisha. Nikamsikia yeye aliyesema nami. Nisikilize. Ugonjwa wowote ukikutana na neno la Mungu, hata kama mtu alikuwa amelala, as long as ni mapenzi ya Mungu, huyo mtu apone. Atafanyaje? Atapona. Na kuna vitu Mungu anaweza kufanya kwenye maisha yako mpaka ukashaka kusema, mbona mwanzo vilikuwa vitokee? Hapana, ni majira yake. Tuko kwenye majira ambayo neno la Bwana unalosikia halitaacha bure kwenye maisha yako, halitapita bure kwenye maisha yako. Lazima italeta matokeo. Naelewa shule? Lazima italeta matokeo. Lazima itatilia nguvu ya siasa ya kufanya mambo yasiyowezekana fanyaje? Yawezekana. Na nisikilize, sio maneno ya mwanadamu, ni neno la nani? La Mungu. Maana yake andika sentensi, ukiwezeshwa na neno umewezeshwa na Mungu mwenyewe, kwa sababu neno ni Mungu. Ukiwezeshwa na neno umewezeshwa na Mungu mwenyewe, kwa sababu neno ni Mungu mwenyewe. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Unaweza kuweka hiyo pointi pia au mstari. Yohana 1 mstari wa kwanza. Yohana 1 mstari wa kwanza. Ukiwezeshwa na neno umewezeshwa na Mungu mwenyewe. Ukiwezeshwa na neno umewezeshwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wakati mwingine unahitaji uwezeshwe kwenye biashara, nenda katafute neno la biashara ambalo lina nguvu, litakapoachilia hiyo nguvu kwenye maisha yako, biashara yako inabadilika. So unahitaji mabadiliko kwenye biashara, mwambie Mungu, niachilie neno, achilia neno la uwezesho litakapoingia kwenye maisha yangu yasiwe ya kawaida katika jina la Yesu. Naelewa vizuri? Kwa nini? Kwa sababu ukiwezeshwa na Mungu, umewezeshwa na nani? Na Mungu mwenyewe. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, Yohana 1:1. Naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo neno ni Mungu, ukiwezeshwa na neno, umewezeshwa na Mungu mwenyewe. Sasa so hii ni component ya kwanza. Kwa hiyo hapa anasema aliposikiliza ile neno, aliposema naye ile neno, Roho ikafanyaje? Ikamwingia. Alafu anasemaje? Ikanisimamisha, nikamsikia naye aliyesema nami. Ile roho ya neno au nguvu ya neno, huyu mtu inaonekana alikuwa amelala. Sasa inawezekana umeshashuka, yaani umekata tamaa kwa habari ya jambo fulani. Tafuta neno. Sema tafuta neno. Mwambie mtu mmoja, tafuta neno. Hali yoyote, wewe press hiyo hali hapo, iweke hapo. Yaani changamoto yako ikutanisha na neno la Mungu, limebeba majibu, limebeba nguvu ya kubadilisha hiyo hali. Sisi tunaona vizuri. Yanapatikana wapi ya mambo? Nitakuonyesha yanapatikana wapi. Na yanapatikana wapi. Tunaona vizuri. Sasa mara nyingi watu hatuna muda na neno. Mwambie ndugu yako, ongeza njaa ya neno. Mwambie tena, ongeza njaa ya neno. Mwambie ongeza kiu ya neno. Sina lazima. Kitabu kile cha Amos sura ya 8 na mstari wa 11. Amos 8 mstari wa 11. Unajua nasema? Amos 8:11. Anasema hivi, angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Leo hii huduma nyingi hazina neno. Ndio maana asubuhi wakati tunaomba, Bwana alinifundisha kitu. Akaniambia wakati tukawa tunaomba, Roho Mtakatifu nikamsikia. Akasema siku hizi kuna mafundisho mengi hayana uwezesho ndani yake, hayana Mungu ndani yake. Ndio yale ambayo tunaita mafundisho manyonge. Sawa sawa. Mafundisho manyonge, yaani ambayo mtu akisikia hata asikii kutikisika ndani. Sio na lazima. Kuna sentence fulani naomba tu niweke hapo. Hii sentence. Sawa. Niliandika hivi hapa. Niliandika hivi. Ushahidi wa kwamba umefanya dhambi na ushtuki ndani yako ni ishara tosha kwamba Roho Mtakatifu ameshafanyaje? Ameshaondoka. Sio lazima tuirudishe kwenye fundisho sasa. Unafundisha nini? Watu wanakusikia. Hamna hata mmoja ambaye roho inaamka ndani. Unasema nimesikia. Ni ishara kwamba unafundisha maneno matupu. Unafundisha mafundisho manyonge. Sasa nilimsikia mhubiri mmoja.
Siwezi kumsema jina, ila nitasema alichokisema. Alikuwa anafundisha msema. Of course, alikuwa anafundisha kwa habari ya hekima za ndoa kwa wanawake. Hasa wanapokuwa wameolewa na wanaume watatu ambao wana ulemavu wa ulevi na kunywa pombe hizo na sigara. Kwa anasema, mume wako, sikiliza hii sentence alafu tutapima mwenyewe. Mume wako akirudi nyumbani, halafu amerudi na bia na anakunywa, anaemea nyumbani, mfungulie, mwambie kabisa, na umekoka, mfungulie, mwambie unahitaji kasto au unahitaji serengeti. Sasa mwambie jirani yako discuss. Mwambie discuss. Kwa nini aina fulani ya mafundisho ambayo tunaweza kuona ni Roho Mtakatifu. Na alikuwa anasisitiza kwa habari ni hekima ya Mungu ili yule mume asikupige. Rafiki yangu, pombe. Unamsupport baba kunywa pombe. Kabisa. Una moto. Kwa nini usipeleke changamoto kwa Bwana? Unamwambia kuanzia leo kwa mamlaka ulionipa ya kufunga chochote mbinguni na duniani. Kwa sababu kuna mimi naomba Mungu niwezeshe. Hii pombe ndani ya huyu mtu kuanzia leo mwisho. Usimsaidie. Ndio maana muuza sigara na mvuta sigara wote wataenda jehanamu. Muuza pombe na mnywaji wa pombe wote wataenda wapi? Jehanamu. Mimi nakwambia sure. I'm telling you the truth. Uendelea kuuza hizo bia. Endelea kuuza hizo pombe. Huku unaharibu ndoa za watu. Unaharibu hatima za watu. Unaharibu maisha ya vijana. Na yote hayo kwa sababu ya mafundisho manyonge. Nikikupa fundisho kwa habari ya biashara na mafanikio, hilo neno linakuja na nguvu, litakuwezesha kwenye biashara, utafanikiwa. Na hata kama ulikuwa unafanya biashara ambayo sio sahihi, utafanya hatua siku hiyo hiyo, unaacha hiyo biashara. Kuna watu baada ya kusikia neno la Mungu wakaacha pombe. Kuna watu baada ya kusikia neno la Mungu wakaacha kuuza sigara. Kuna watu baada ya kusikia neno la Mungu wakaacha kuuza bangi. Na nina ushuhuda huo. Siku moja niko Mwanza, Bwana amenipa nafasi ya kuvuka boda nikaenda Kenya. Nikafika pale Kisii moja inaitwa Kisii. Nimefika kule tukao tumeenda of course kumuona mama mmoja na ana mtoto wake shuleni. Sasa yule mama wakati wa kwanza amekuja kumtembelea, niko pale Msoma na ni Tarime not Msoma, Tarime kwa sababu boda ya Kenya iko Tarime. Niko pale Tarime. Yule mama alikuja na aliniambia kitu cha kushangaza sana. Nikasema ni kwa sababu ya mafundisho manyonge. Hatulipi nafasi neno la Mungu kwenye maisha yetu kiasi cha kwamba linaweza kupepeta ngano, likapepeta na magugu. Ikatenganisha hizo vitu viwili. Huyu mama alikuja akisema hivi, mchungaji, sikiliza ushuhuda vizuri. Inawezekana na uko hapa unafanya biashara ambazo hazieleweki. Mungu akupe biashara yako katika jina la Yesu. Mungu akupe biashara yako katika jina la Yesu. Tena nzuri itakaomba utukufu. Yule mama akaniambia, mchungaji, niko kanisani miaka 3 mpaka sasa. Ila ninatoa zaka na nafanya kitu chote. Sasa imagine mtu amekaa miaka 3. Niulize alikuwa anafanya biashara gani? Alikuwa anauza bangi. Sema bangi. Sema bangi. Bangi anaitolea nini? Fungu la Mungu. Nikasema okay. Sasa si amekuja kwa mtumishi wa Mungu. Nikabandika mkono. Pepo zikachomoka. Alipofunguliwa akaanza kubadilisha biashara. Alienda akachoma bangi zote. Akaacha kuuza bangi na akaanza kuuza mbuzi. Anachukua mbuzi mpakani anapeleka Kenya. Mpaka sasa hivi amefanikiwa. Kwa muda wote ambao tulikuwa na mahusiano mazuri na yule mama, naenda Kenya na rudi. Na mtoto wake siku moja alimpaga zawadi ya simu. Kipindi nimeenda kule. Au mahusiano tuliyajenga, lakini katika miaka yote hii mitatu ambayo tulikuwa nao wakati huo sasa, kwa sababu nitokea 2020 na ngapi? 2021 baadaye ndio tulifahamiana 21. So miaka mitatu mbele alikuwa tayari ameshajenga nyumba kwake. Sio neno zuri. Kwa nini? Kwa sababu ya fundisho sahihi ambalo linaweza kubadilisha maisha yake, maisha yake. Kwa neno la Mungu tunalichukua kwa kiwango kidogo sana. Ni kwa sababu hatulipi nafasi ya kuiachilia ile nguvu ambayo iko ndani yake kwenye maisha yako yakageuka. Kwa hiyo sasa hivi usitake kiu ya mambo mengine, taka kiu ya neno la Mungu. Na kiu yake sasa ni kama hivi tunapofundishana. Usipoelewa mwenyewe kwenye Biblia nyumbani, niko nafikiri labda nikwambie tu siri. Hivi vitu mimi nishajifunza. Niliacha kusikiliza watumishi wa Mungu, alafu na copy na kupesti. Yaani kama nimekopi na kupesti hiyo siku ni mkavu. Ila nimeachaga hiyo tabia. I went before the Lord and pray. God give me what I can teach. I can deliver to people. Na kitu ambacho kitawasaidia watu. So ni lazima. Roho Mtakatifu akiachia kitu, ukisikia unapata nguvu ndani yako, unasema aha,
nimepata nguvu tena kupitia neno la leo. Na ninakwambia piga hatua zozote ambazo Bwana atakupa na kukuwezesha kwenye maisha yako kuanzia sasa katika jina la Yesu. Kwa eneo lolote unahitaji uwezesho wa Bwana kupitia neno lake. Usianze biashara bila neno. Usianze kazi bila neno. Usianze kazi bila kusikia sauti ya Mungu. Isikie sauti ya Mungu iwe neno. Tumalizie kwenye hiyo pointi, kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza kabisa. Saa 12:30 tunamaliza. Tunajiandaa na kesho. Mwanzo 1 anasema hivi, hapo mwanzo aliziumba mbingu na nini? Na nchi. Kwa hiyo kwenye mwanzo wa chochote mweke nani? Mungu. Na Mungu anajitambulisha kupitia neno kwenye maisha yako, kwenye hicho unachokifanya. Kwenye maisha yangu, baada ya kumjua Mungu, sijawahi kwenda kwa mganga tena. Baada ya kumjua Mungu na neno lake, kwenye chochote ninachokifanya kwenye maisha yangu, sisi nimemjua Mungu, sijawahi kwenda kwa mganga tena. Na nikwambie tu, nilipelekwa kwa sababu nilikuwa poli mautiuti wakati huo. Wanasemaga mautiuti, ila mimi natania mautiuti. Sawa wakati huo. Halafu sasa nikawa sielewi hata nenda wapi. Na nilikuwa nimemwekea Mungu nadhiri kwenye maisha yangu, sitachanjwa chale kwenye mwili wangu. Sio lazima nikiwa mdogo miaka 6. Kwa hiyo sasa ninalipa neno nafasi kwenye maisha yangu kufanya chochote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo nikisema in the beginning, unasema God. In the beginning, God. Unapoanza jambo, Mungu. Unapoendelea na jambo, Mungu. Unapomaliza jambo, Mungu. Ndio maana alikuwa anasema Mungu akasema. Alisema nini? Neno. Sio lazima. Mtumishi wa Mungu Modweni anaimba wimbo mmoja. Anasema alikuwa na of course anazungumza kwa habari ya neno. Anaimba kwa habari ya neno. Weka tu hiyo maneno sijaangalia tu. Anazungumza kwa habari ya neno. Anasema anamwambia Mungu, tunazungumza tu kama kuzungumza, siwezi kuimba. Nimesahau neno. Ila anasema I know the Lord who healeth me. Sawa? I know the Lord who healeth me. He sent his word and heal me. Anamjua Mungu ambaye anamponya. Sasa na of course watu naimba, ulituma neno ili nipone, wewe ni Mungu uponya, si ndio? Neno, mwambie jirani yako neno. Hapo nikupe tafsiri. Ni madhabahu ya neno na nini? Na maombi, si ndio? Kwa msingi wa madhabahu ni nini? Neno na maombi. Hapa utakuja kusikia, jamani, kila mmoja ashike tumbi yake sasa. Hapo unamilika muda huu. Tunaenda kuzibariki hizo chumvi. Hautasikia hata siku moja. Utasikia tu neno la Bwana lililomtoa fulani kwenye maskini likutoe wewe katika jina la Yesu. Halafu imekuwa katika jina la Yesu. Kwa sababu ninachosema neno linatimiza. Pokea nguvu ya neno katika jina la Yesu. Kwa amezungumza hapo mwanzo neno. Na kule kwenye Amos alisema kutakuwa na njaa ya neno. Kwa hiyo omba njaa ya neno sasa hivi. Omba njaa ya kumtafuta Mungu zaidi. Takuja kufundisha kitu kimoja zamani, na nikisema kwa ufupi tu, alafu nitakuja kufundisha baadaye. Nina point chache tu hapo kwa usijani. Amen. Na sasa hivi najenga kanisa. Zamani kidogo, nikiwa niko chuo, nilikuwa naishi na brother zangu mmoja ambaye of course nowadays is a good man of God. Anaitwa Godfrey Maka. Yuko pale panaitwa Mbale, City Mbale. Kule nani? Mpakani mwa Malawi na Tanzania, Ziwa Nyasa. Na amepata kazi nzuri, tulimaliza degree wote kwenye chuo kimoja pale Dar es Salaam, na akawa ameenda huko. Tumefanya biashara muda mrefu tuna yeye za mahindi na kilimo, alikuwa analima mahindi Songea. Na sasa huyu mtu wa Mungu aliwahi kusema kitu kimoja, na tulikuwa tunaishi mmoja watu watatu. Akasema mimi nitakuja kuwa mtoaji siku nikifanikiwa. Sasa hivi bado sijafanikiwa, kwa hiyo siwezi kutoa chochote. Nimeenda nyumbani kwake, nimekula siku zote 3. Kama ningehitaji hata kubali ningevaa. Sio, unaelewa? Nimekula,
nimepata nauli ya safari, amenihudumia kila kitu. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu. Alichokisema japokuwa alikisema wakati wake wafahamu kanuni za utoaji, anakitekeleza sasa. Na mumpigie Bwana makofi kwa ajili yake. Sasa tufundishe kitu kingine. Kulikuwa na rafiki mwingine pale chumbani. Yeye akasema hivi. Tena alikuwa anakuja. Unajua mimi nimeanza kutoa mchungaji toka niko chuo sijana kanisa. Na ni Mungu alinipa Biblia kimiujiza. Nilikuwa namaliza advance. Watu waliokuwa wamemaliza pale shule waliacha Biblia kwenye kitanda ambacho nilikuwa nalala mimi pale chini. Kwa siku moja nikawa naomba pale kitandani mpaka kitanda kinatikisika. Na naona moto unanizunguka, niko naomba reka prokosa. Naomba, alafu mtakatifu ananiambia nina Biblia yako chini pale. Leo Biblia niligawa nikiwa nahubiri kwenye basi za Uda Dar es Salaam. Nikagawa hiyo Biblia. Sawa sawa. Kwenye maisha yangu nimegawa Biblia nyingi sana. Sikumbuki hesabu, ila nimegawa nyingi mno. Sawa? Sio naelewa zote. Sasa yule mtu alikuwa anasoma Biblia, niambie wewe utakuja kuwa mwema. Unasoma nini? Unasoma Biblia muda wote. Na akaniambia wanaomalizaga Biblia kusoma na kuaga kichaa. Kwa hiyo utakuja kuwa kichaa. Ngeukie jirani yako, heri niwe kichaa wa neno. Mwambie heri niwe kichaa wa neno. Na nikupe siri tu, au utakuja kuwa kichaa. Hizo ni slogan za wanadamu. Haiwezekani kuwa kichaa. Kula neno, mwambie jirani yako kula neno. Kwa hiyo Biblia nimemaliza mara kwanza, nimefanikiwa kumaliza mara pili, na niko namaliza mara tatu. Nimebakiza kitabu kimoja tu cha Yeremia na Ezekiel. Sikitoke Ezekiel inakuja Daniel, si ndio? Kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Moja nimeigawa mwaka jana mwezi wa kipindi fulani hivi. Nafikiri kwa ngoja nakumbuka tukio lililotokea wakati huo mpaka nikagawa Biblia. Ilikuwa mwezi wa 6 kuelekea wa 7. Nikaenda kuiona familia moja. Na sasa hivi ninaamini Bwana ashabadilisha maisha yangu. Nilikuwa na changamoto ya mtoto. Wakati nimefika pale Bwana akanisababisha wape Biblia. Nikaacha Biblia kama hiyo. Halafu mimi nikaja nikapewa zawadi nikiwa hapa Mbeya kwenye mkutano wa mwalimu. Mwinjilisti kutoka Uganda, Ezekiel. So that's my life. Napenda neno. Mwambie jirani yako penda neno. Soma neno. Sasa Mungu atakuwa anakufunulia haya ambayo mnaweza nikakufundisha mimi hapa, utakuwa unaelewa ukiwa unasoma huko peke yako. Amen. Tuko mmoja wa Mungu. Sasa chochote kinachotoka kwa Mungu kina nguvu ya kuwezesha. Hata kama ni wazo likitoka kwa Mungu lina nguvu ya kuwezesha. Ndio maana mawazo ya Mungu sio mawazo ya nani? Ya wanadamu. Na nikufundisha nikakwambia neno la Mungu ni jumla ya mawazo ya Mungu. Kutokea kwenye Isaya 55 mstari wa 8 hadi wa 9. Maana najua mawazo yangu sio mawazo yenu, na njia zangu si njia zenu. Si anasema hivyo sawa? Yeah. Tuko pamoja? Tumeelewana vizuri watu? Isaya 55 mstari wa 8 na 9. Hapa sasa hivi shughuli itakuwa inaeleweka vizuri kwa sababu hatuna mali tunaangalizia. Kwa hiyo wewe nisikilize mimi. Isaya 55 mstari wa 8 na 9. Tunaelewana vizuri? Hii itaondoa vipi kidogo, utakuwa unakuja na Biblia yako na ufunua nikiwa nafundisha. Tuna Biblia hapa kwenye vioo hapa, lakini sasa kwenye simu zetu, lakini hiyo inalemaza akili. Sawa, yaani ukizoea hivyo inalemaza. Soma Biblia. Ndio maana mimi na simu natazamia kuwa na laptop kwa ajili ya kuhifadhi hapa mafundisho kwa sababu simu zangu zimejaa. Kwa hiyo nitakuwa na hii, nitakuwa na kwenye laptop, nitakuwa na Biblia za kwenye simu. Haya, muulize jirani yako, simu ikizima wewe unasoma nini? Gazeti. Sisi watu kwa taarifa. Jambo la pili, unakuwa empowered na Mungu kupitia maarifa yake. Unakuwa empowered na Mungu kupitia maarifa. Hili neno la Mungu hili sio maarifa kamili, kwa sababu neno la Mungu lina kitu kinaitwa ufunuo, revelation. Sema revelation. Sema ufunuo. Tumeanza kuomba ombi maalum hapa kwa sababu tulikuwa tunacheza kidogo. Tumeanza kuomba ombi maalum la ufunuo. Na baada ya tutaomba kidogo kwa ajili ya maandalizi ya ibada ya Jumapili. Tulisema tunafanya maandalizi siku ngapi kabla ili tuombe pamoja pia na Bwana atusikie. Sawa. Kwa hiyo ufunuo neno la Mungu ndio unaobeba nguvu ya kuendesha maisha yako. Ufunuo wa neno la Mungu ndio unaobeba nguvu ya kuendesha maisha yako. Na unabeba uwezesho wa kuja kuendesha maisha yako. Kwa sababu unawezeshwa ili ufanye nini? Unawezeshwa ili ulete mabadiliko.
mtu ambaye simfahamu. Mtumishi ndio, mchungaji ndio, Jumapili nakuja kanisani. Okay mama, karibu. Hapa hata simjui, ila tu anajua mimi mchungaji. Sasa ukiuliza wao ananiona wapi? Ananionaga ulimwengu wa roho. Nikiwa naomba. Si unaelewa? Ananionaga huko. Sasa ufunuo neno la Mungu ukija kwenye maisha yako unakuja na uwezesho. Maana yake ufunuo neno la Mungu ndio maarifa yenyewe ya kimungu. To be empowered by the knowledge of God is to receive the revelation of God. Kuwezeshwa na nguvu za Mungu au kuwezeshwa na ufahamu wa Mungu, ufahamu kutoka kwa Mungu ni kuwezeshwa kupitia ufunuo. Kwa ufunuo unapofunuliwa ndipo unapata uwezesho. Ndipo unapopata uwezesho. Sasa andika Waefeso 1 mstari wa 17 na 18. Efeso 1 mstari wa 17 na mstari wa 18. Na nitakupa kitu kimoja kizuri hapo. Nitakupa kitu kimoja kizuri hapo kwenye issue ya knowledge. Sasa knowledge au ufahamu ni tuseme ni nuru. Ufahamu unaotoka katika neno la Mungu ni nuru. Nimesema Efeso 1 mstari wa 17 na mstari wa 18. Naomba tusome kwa pamoja kupitia Biblia yako hapo na simu yako kama unayo. 17 18 anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua wewe. Katika kumjua yeye. Sasa sikiliza. Hatumjui Mungu kupitia stories za watu. Hatumjui Mungu kupitia stories za watu. Tunamjua Mungu kupitia maarifa ya Mungu. Kupitia ufahamu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba atukufahamu ni roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Nimekuambia sentensi nyingine kwamba ndani ya maarifa, ndani ya hekima kuna nuru. Sasa maana yake hivi, maarifa ni neno lililofafanuliwa. Sasa maarifa ni neno lililofafanuliwa. Na kwa sababu hiyo sasa tumetoka hapa anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu. Sasa nisikilize vizuri na unaweza kuandika hizi sentence. Ni ufunuo wa Bwana. Ni ufunuo wa Bwana. Amen. Ni ufunuo wa Kristo. Anasema hivi hapa sasa kwenye mstari anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Kwa hiyo huwezi kutembea na uwezesho wa Mungu kutokea katika maarifa kama hujafafanuliwa neno la Mungu. Muulize jirani yako na Biblia. Maana kwanza tukiagizaga hapa uza si nunua Biblia katimize roho agizo. Sawa? Kwa sababu macho ya mioyo yatiwe nuru mjue tumaini la mwito wake. Na kufahamu vitu vizuri hapa. Sasa kama huna nuru au tuseme maarifa au ufahamu mzuri kwa habari ya utajiri ndani ya Kristo, hautapata utajiri unaotoka kwa Kristo. Sio, unaelewa vizuri? Kama huna nuru na utukufu wa maarifa kutokea katika neno kwa habari ya ushindi mbali na zama, utaendelea kuteseka na dhambi na itakuachia. Tuko pamoja? Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Kama imekata live hamna shida. Ngoja niangalie hapa. Bado inaendelea. Kwa kama kuna chochote usiguse. Bado inaendelea vizuri. Usiguse, endelea. Nielewa vizuri. Tuko pamoja watu wa Mungu? Tuko pamoja watu wa Mungu? Are we together? So manake ndio maana sasa watu wakija kwa Yesu wanafikiri maisha ni magumu. No, maisha sio magumu. Ni hawajapata ufunuo kwa habari ya mafanikio. Hawajapata ufunuo kwa habari ya utajiri. Hawajapata ufunuo kwa habari ya ndoa. Na nije nikusikie mtu anasema ndoa ni ngumu. Umejifungia kutokuolewa maisha yako yote. Ndani ya Kristo ndoa ni nyepesi. Mwambie jirani yako ndoa ni nyepesi. Mwambie ndoa ni nyepesi. Mwambie ndoa ni rahisi. Nije nikusikie tena. Ndoa ni ngumu. Huyo aliyekuwa naye alikuwa ni ngumu. Hakuwa na Yesu. Sio, unaelewa? Alafu ngoja nifafanue. Kuna neno linasema hivi. Mtaanguka kwenye hilo jiwe. Alafu hilo jiwe ukishaliangukia unateketea tikiti. Nisikilize. Mwanaume mwenye kiburi akikutana na neno anavunjika, anapasuka, anateketea tikiti. Muombe huyo Mungu akupe mume aliyevunjwa akapepetwa.
Tunaelewa vizuri? Ambia hata kuwa na kiburi kwa Yesu. Ukimwambia mama kanisani, okay, sawa kwa tunaenda. Najiandaa cha. Elewa vizuri. Ndani ya Kristo ndoa sio ngumu, nyepesi. Lazima tukuhamishe hivyo. Kwa sababu ukianza kutuletea stories za duniani na unajua moja kati ya kitu ambacho kimeharibika. Nimekwambia utapenda kitabu changu. Moja kati ya kitu ambacho kimeharibu ndoa nyingi ni kwa sababu watu wanaishi kwa experiences za ndoa za watu tena ambazo zilikuwa na matukio vibongo. Mtu anakuja, alafu unaona na akili yako ya kiungu na nuru ambayo ulionayo na unafundisha mafundisho kama haya hapa kanisani. Alafu unamsikiliza. Anambia, anakuja mtu anatega masikio yote. Nisikilize, mimi kama nikiwa nasikiliza ushauri wa namna hii, nitasikilizia huko alafu itatokea wapi? Huko. Siweki kwenye ufahamu wangu. So wewe una maamuzi ya kuweka hapa. Wewe na una maamuzi ya kutoa nje. Akija mtu akaanza kusema, unajua nyakati hizi na jinsi maisha ambavyo yamekuwa magumu na hizi ndoa za sasa, yaani hata sielewi. Najua watu tuko kwenye ndoa, lakini ndoa zina mambo ya maarifa. Kuna nuru ya Kristo ndani ya maarifa, kuna uwezesho wa kiungu kutoka kwa Baba yetu, kutoka kwa Mungu Baba. Unatamani kuwezeshwa na Bwana? Unatamani kuwezeshwa na Bwana? Unatamani kuwezeshwa na Bwana? Mungu akuwezeshe kupitia ufunuo wake katika jina la Yesu. Sasa sikiliza. Tamalizia pointi ya mwisho. Nimekutajia neno, nimekutajia ufahamu, lakini ziko zingine, lakini nasikia niishie hapa kwenye ya mwisho. Kuwezeshwa na Bwana, tunawezeshwa na Roho Mtakatifu. Sasa kwa ili uwezeshwe na Bwana, unapaswa kuwezeshwa pia na Roho Mtakatifu. Are we together? Bwana akinipa kibali nitakuja kurudia tena. Ila nataka nimalizie hapo. Tuchemshe kidogo nchini zetu. Amen. Nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu ni ya muhimu sana. Sasa wewe tumemuithdraw Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Nani ambaye ajui kunena kwa lugha kabisa? Yaani ukiona hata na uko mbele za watu, huwezi kunena kwa lugha. Nyosha mkono. Huwezi kunena kwa lugha kabisa. Acha tena. Naomba nione mikono yenu. Rekando limanos kata. Medizi adia ratoka na uskatele. Sasa, hii point ya kuwezeshwa na Roho Mtakatifu ni ya muhimu sana. Ni ya muhimu sana. Kuna kanuni ambayo tuliangalia fikiri kwa juzi. So juzi sio ya Yesu kuongezeka, sisi tunafanya tunapungua. Sasa hii kanuni ambayo hapa kwenye kipengele cha mwisho ni ya muhimu sana. Hii ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakusaidia. Tuko pamoja watu? Roho Mtakatifu atakusaidia. Atakuwezesha. Ikiwa tu utampa nafasi kwenye kila kitu. Na naomba nikae hapa kwa utulivu na kwa ubora. I talked about knowledge, I talked about the light of the word, au nuru ya Kristo au nuru ya neno. Nitakuja kurudia hili somo siku nyingine. Lakini pia nazungumzia hii point ya kuwa empowered na Roho Mtakatifu. Iko hivi. Ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Mwambie jirani yako, ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Sasa labda nikufahamu. Utajiri wako na mafanikio yako kutoka mbinguni yapo. Mwambie jirani yako yapo. Ila utayapeka ukiwa na nguvu. Na mwambie jirani yako sio kwa nguvu zako. Hata kama mkasika, mwambie tena sio kwa nguvu zako. Elewa sio? Nikija hapa nikahubiri, watu wakabarikiwa, wakarukaruka, wakashangilia, ni kwa kuwezeshwa na nani? Na Bwana. Niseme tena, ni kwa kuwezeshwa na nani? Na Bwana. Ni kwa kuwezeshwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Pasipo yeye haiwezekani kufanya jambo lolote. So, unataka utajiri, mpe na
Roho Mtakatifu. Sasa nimeuliza swali la wale ambao hamwezi kunena kwa nini? Kwa lugha. Nilitaka nipate idadi ili tunapoanza kuomba hao watu wawe wa kwanza kupokea uwezesho kupitia Roho Mtakatifu. Nisikilize. Naweza nikaja hapa. Mimi ni Msukuma. Nikaanza kuomba Kisukuma. Baba maana yake ni baba. Sawa? Sio unaelewa? Nikiomba Kisukuma changu utafika wakati kitaisha. Sio unaelewa? Haya. Bwana furahi. Mama asubuhi tukutana na mtu fulani. Nasema mapembe leo sasa mapembe si maana yake ni sijui. Sasa nikiomba kwa Kinyakyusa pia si kisafa. Ni kisafa changu lakini kitafika mahali kitaisha. Sio unaelewa? Kwa inabidi ni switch ni connect huo upande wa pili. Anza kuomba Kiswahili chako. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Ukitoboa risali. Ukitoboa ni risali. Ila ukianza kuomba kwa Roho Mtakatifu, sisi tunaomba muda mrefu tunaelewa kwa uwezesho wake. Andika Warumi 8:27. Warumi 8:27. Anasema hivi, Warumi 8:27 mpaka nafikiri 27 mpaka tuanzie 26 mpaka 27. Sorry kama umeandika. Anasema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Kwa hiyo lugha zetu za kibinadamu za kawaida zina nini? Zina udhaifu. Lugha yako, kilugha chako tu kina nini? Kina udhaifu. Huwa nakutolea mifano hapa ili uelewe zaidi kwamba mtu anaweza akaanza kuomba. Anaanza kuomba Kiingereza eti God, I thank you. I bless you. Ni vizuri ila kama uko rohoni, kwa sababu kuna Kiingereza cha rohoni. Mimi mwenyewe Roho Mtakatifu akija juu yangu, huwa naongea Kiingereza mpaka nasema hivi. Ni cha degree yangu hiki. Nagundua hapana, sio cha kwangu hiki. Sio unaelewa? Na flow mtu wa Mungu. Na flow kweli. Dakika moja, dakika mbili, najua Roho Mtakatifu sio mimi. Sio unaelewa sio? Ni Roho Mtakatifu. Hii kitu inabidi tuje tuwekee na mimi hapa. Kwa sababu inadondosha vitu sana. Sio unaelewa? Nagundua kabisa sio mimi. Ni Roho Mtakatifu. Sasa ikaanza. Kumbe nikiwa naomba kwa maneno yangu nitaomba muda mfupi. Ila nikiwa naomba kwa Roho Mtakatifu nitaomba muda mrefu zaidi. Sasa nisikilize. Nakupa ushuhuda. Asubuhi tulipomaliza maombi hapo, nimeondoka kama mshale. Nimefikia hivi na kaa. Nimeanza rikopalizedegaba. Na kuna muda mwingine sasa nilikuwa nanena kwa lugha huko nafanya vitu vingine. Nilikuwa nasikiliza ile maombi ya mtumishi wa Mungu wa kule Nigeria. Tunaanza kuomba hiyo saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6. Tulipomaliza saa 6 nilifika nikaja. Roho Mtakatifu akasema it's now. Sasa wakati nikiwa naomba, I saw the realm of the spirit. Mtoto mdogo anafariki. Alafu watu wamemzunguka. Wanalia. Nikamuuliza Mungu, ni nini hiki? Na wakati maombi yakiwa yanaendelea kwenye radio, na mimi niko naomba. Kwa hiyo nikawa nimechukuliwa kwenye ulimwengu wa roho. So nikawa nasikia video lakini maombi yanaendelea. Sasa ile sauti ikawa strange kwangu. Nikamuuliza Mungu wangu. Sasa nikaendelea kuomba. Naomba. Baadaye nilipomaliza kuomba nimekaa sebuleni. Akapiga mtu mmoja ambaye hilo jambo lilikuwa linamhusu. Na akawa amesema, so nikamwambia umepiga muda sahihi kabisa. Na nikagundua kwamba kilichokuwa kinasubiriwa kwa mama mjamzito anataka kufungua. Kilichokuwa kinasubiriwa ni mtoto afanyaje? Amoke. Amekaa miaka 2 bila mtoto. Na Mungu amemsaidia akampa mtoto. Na anapaswa ajifungue. Na ilikuwa ananiambia, yaani kesho tarehe 18 baba. Nikamwambia ndio. Kesho ndo tunaenda maana tarehe zishafika. Kwa nikamwambia mimi nizaliwe nipigie Jumapili baada ya ibada. Lakini umepiga wakati sahihi. Sasa ningesema nifike tu. Nianze kupika pale. Chai na chai. Ningepata hapo mafunuo. Ila niliomba hivyo kwa kunena kwa lugha ya Roho Mtakatifu. Kama ningeomba pia kwa maneno yangu nisingeweza kuomba. Nelewa. So watu wa tujae Roho Mtakatifu. Mwambie jirani yako tujae Roho Mtakatifu. Mwambie tena tujae Roho Mtakatifu. Mwambie tena tujae Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yeye hutusaidia kuomba
hata kwa kiwango ambacho hatuwezi kufanya kutamka. Na muda mwingine ukiona niko naomba hadi nalia, majasho yanatoka, niache, niko kwenye operation. Sawa, niache, niko kwenye operation na Bwana. Wangapi mnatamani kujaa katika kitu na baraka chache? Simama kwa Bwana. Kama unahitaji kujaa, sogea hapa mbele. Ujao mtakatifu. Wala ambao mnanena kwa lugha sihitaji. Yaani wewe kama unanena kwa lugha sogea. Naomba ushike kinani kidogo. Na dada nani? Shike mkia. Na budu dakika chache.